Kwa leo tunatembelea barabara ya Utiri Mahande, ambayo tumepitia barabara inajengwa kwa kiwango cha lami kilomita 14. Tumeona thamani ya fedha inayoendelea na inatarajiwa kukamilika tarehe 20 mwezi wa 8. Kazi kubwa imefanyika na tumeona thamani ya shilingi bilioni 16 ambayo inaendelea kutengenezwa. Barabara hii ni muhimu sana na imejengwa kushirikisha wananchi. Lengo la hii barabara moja, kwa ajili ya kusafisha mazao na kilimo kikubwa sana cha kilimo cha kahawa pamoja na ndizi. Kwa hiyo ni barabara ambayo itachochea sana uchumi katika eneo hili na wananchi, lakini pamoja na kusafirisha wananchi kwenda kwenye kupata huduma za afya. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana na tunaamini wakisimamia vizuri na ikamilika wakati, itakuwa ni kichocheo kikubwa sana kwenye uchumi kwa wilaya ya Mbinga. Mradi huu ambao kamati ya ukaguzi imekuja kukagua unatekelezwa chini ya ufadhili wa Jumuiya ya Ulaya kupitia mpango wa AgriConnect. Kwa mradi huu una gharama ya bilioni 16.5 hela ya mkandarasi, lakini pia una consultant ambaye anaitwa Interconsult anasimamia kwa milioni kama 800 hivi kwa miradi yote mitatu ambayo nimeitaja kwa awamu ya 3. Na utekelezaji mpaka sasa umefika asilimia kama 85, na barabara hii inajengwa kwa kiwango cha lami nyepesi, double surface dressing, na muda uko kama asilimia 90 hivi. Mkataba ulianza mwezi Novemba mwaka 2024 na unakamilika tarehe 20 mwezi wa 8, mwezi mmoja na kidogo kutoka sasa. Na kwa kazi iliyobaki atakamilisha kazi kwa wakati, kwa sababu kazi iliyobaki sasa hizi ni kuweka ile tabaka la lami nyepesi ambayo ameshaanza kama kilomita 3 za mwanzo, kwa bado kama kilomita 10 na kidogo, lakini pia kujenga mitaro ya kupokea maji. Lakini ujenzi wa madaraja 5 ambayo yamejengwa kwa mawe umeshakamilika kwa 100%, lakini pia kulikuwa na ujenzi wa culvert, ni pipe culvert line 42, nalo pia ameshakamilisha. Lakini kuna kazi ya kuchimba catch water drain kule juu kwenye milima kwa ajili ya kupokea maji yanayotoka milimani ili asije kwenye barabara, nayo imekamilika. Lakini kuna kazi chache za protection, kukinga maeneo yale ambayo ni hatarishi yenye mmomonyoko na kadhalika, na wanaendelea nayo. Kwa mradi utakamilika kwa wakati. Dhumuni kuu la mradi wa AgriConnect ulikuwa ni kurahisisha usafirishaji wa mazao yale yanayoharibika kwa haraka toka mashambani kwenda kwenye maeneo ambako yatakuwa processed. Tunashukuru kwa serikali kwa mchango wao mojawapo kutengenezea barabara yetu hii ambao kwa kipindi kikubwa sana ilikuwa na changamoto kubwa, sasa kwenye usafirishaji wa bidhaa pia na watu, lakini serikali wametusaidia na wamejenga saizi, imekuwa ni msaada mkubwa kwa wananchi wote wa kanda hii, ambapo tunasafirisha mazao kwa urahisi, kahawa, pia bidhaa zingine kama ndizi, nyanya, mahindi na vitu vingine vimekuwa vinaenda kwa urahisi pia, na muda unakuwa mchache zaidi kwenye usafirishaji. Kwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunapata tabu mbalimbali. Kwa mfano, mazao yalikuwa yanatoka shambani lakini yakija mjini yanashindwa kufika mjini kutokana na barabara ikiwa mbovu, hasa kipindi sana cha mvua. Unakuta watu wanauzia mazao njiani, hayafiki mjini moja kwa moja. Kwa hata gharama ambayo anauzia njiani inakuwa ndogo sana, hapati ile faida ambayo moja kwa moja akifika mjini kuna faida ambayo kubwa tena maumivu yake na kipato chake kingekuwa kikubwa. Mimi nashukuru sana kupata ile barabara, maana tulikuwa tunapata changamoto nyingi sana mwanzo. Barabara ilikuwa chafu sana, ilikuwa haipitiki, mazao yetu yalikuwa hayafiki mjini kwa kweli. Ile ninachoshukuru zaidi sasa hivi barabara iko vizuri, mazao yanapitika vizuri kabisa bila wasiwasi yote. Yaani bila wasiwasi yoyote. Ninachoshukuru zaidi ile barabara kwa sasa hivi iwe mchana iwe usiku inapitika kwa wakati. Kwa sababu mwanzo kunapata shida kubwa sana. Ukitoka kule kuleta mazao kupeleka mjini, kutoka hapa tulipo kupeleka mjini, ilikuwa shida moja ni kubwa sana. Hatufiki mjini kwa wakati, lakini kwa sasa hivi mambo yamekwenda safi, na asilimia kubwa zaidi huku Mahande sisi kilimo chetu ni kahawa. Tumetuinua zaidi kahawa. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea barabara. Kwa kweli mimi nampa pongezi nyingi sana.